Shalom mtu wa Mungu, mtu upendwaye sana na Mungu. Hakika hii ni siku njema ya baraka ambayo tumekutana. Mimi nina furaha sana kuona wewe umejumuika pamoja nami katika kujifunza mapenzi ya Mungu, katika kujifunza mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Unajua Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu mzuri, Mungu anayekuwazia wewe mambo mazuri kila wakati. Yeye anafurahishwa kukuona wewe ukiwa na afya. Anafurahi akikuona wewe unafanikiwa kiuchumi. Lakini ili aweze kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako, wewe unao wajibu. Ndio maana kwangu mimi hii ni heshima kubwa sana kuweza kuleta kwako nini ulio wajibu wako katika kumruhusu Mungu kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikiwa. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Waebrania ya kwamba Mungu alitoa maagizo fulani kwa taifa la Israeli, na Mungu aliwaahidi ya kwamba hivi kama wakimwamini yeye, basi yeye angewatoa Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Lakini hapo katikati wakiwa jangwani, baada ya kutolewa Misri, kabla hawajafika katika nchi ya ahadi, wakapoteza imani na Mungu. Kwa hiyo hawakuamini maneno ya Mungu. Neno linasema zile ahadi ambazo Mungu alikuwa amezitoa hazikuweza kuwa halisi kwao, kwa sababu hawakuchanganya na imani ndani yao. Ndio maana andiko linasema ya kwamba walisikia ahadi za Mungu, lakini zile ahadi hazikuwafaidia wao kitu, kwa sababu hawakuchanganya na imani ndani yake. Ndugu mpendwa, tunaposoma neno la Mungu au tunapohubiriwa, tunasikia ahadi za Mungu. Baada ya kusikia ahadi za Mungu, sisi kama watoto wa huyu Mungu tunao wajibu. Wajibu wetu ni kuamini hizo ahadi na kisha kuanza kuishi sawasawa na maelekezo ya hizo ahadi. Tuchukulie mfano ya kwamba ahadi ya Mungu katika masuala ya kiafya. Mungu ameahidi katika Isaya 53:5 ya kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo sisi tumepona. Ina maana uponyaji upo. Sasa unapokutana na changamoto ya magonjwa, kama ukiamua unyamaze kimya, ina maana ile neno lililotamkwa kwako halina faida. Lakini kama utaamua kwenda mbele za Bwana kwa maombi na kuitilia jina la Yesu, basi utapewa haki yako ya uponyaji. Inawezekana changamoto unayokutana nao ni kuhusu uchumi. Kuna mambo hajakaa sawa, lakini neno la Mungu linasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Ina maana Mungu analo suluhisho la changamoto yako ya kiuchumi, lakini kama hautamwambia, hiyo haki haitakujia wewe. Hii ni kuonyesha ya kwamba Mungu ametoa ahadi kwetu sisi, ahadi nyingi nzuri za kufurahisha, ahadi za kutufanya tuishi maisha ya furaha, maisha ya amani. Lakini hizo ahadi hazitofanya kazi kwetu sisi pasipo sisi kuchukua hatua ya kiimani kufanyia kazi maelekezo yake. Kama Mungu amekupa maelekezo ya kumuomba yeye katika haja zako, katika changamoto zako, basi chukua hatua ya kiimani na kufanyia kazi hayo maelekezo. Neno linasema hawa wana wa Israeli walipewa ahadi, lakini zile ahadi kwao zilikuwa hazina maana, kwa sababu hawakuchanganya na imani. Hawakuchukua hatua kufanya zile ahadi ziwe halisi maishani mwao. Mimi na wewe leo hii tunaingia katika mfano huo huo. Kuna ahadi mbalimbali Mungu ametoa juu ya maisha yetu. Sasa tunao wajibu wa kujua hizo ahadi katika neno la Mungu na kisha kuanza kufanyia kazi sawasawa na maelekezo ya neno la Mungu. Vile ambavyo neno limesema ndivyo sisi tunatakiwa tuishi, ili kuruhusu Mungu akamilishe, kuruhusu Mungu afanye zile ahadi kwa halisi katika maisha yetu ya kila siku. Wajibu ni wako, uamuzi ni wako. Je, wewe utachagua nini? Mimi ninakupa rai hii: chagua kufuata neno la Mungu, chagua kufanyia kazi neno la Mungu. Ifanye imani iwe halisi katika maisha yako, ili Mungu afanye baraka kwa halisi katika maisha yako. Kama umebarikiwa na somo hili, basi naomba nikushirikishe katika maombi haya ya pamoja, maombi ya ukiri. Tafadhali sema nyuma yangu: Haleluya, ninaliamini neno la Mungu, na ndiyo maana
ninafanyia kazi maelekezo yake. Na kwa sababu hiyo, mimi ninakuwa kutoka nguvu hata nguvu. Amen.